Asante sana Electin kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba wazazi wa wanafunzi watano katika shule ya sekondari ya Trans Nzoia iliyoko katika eneo bunge la Sabaot, kaunti hiyo, wamelalamikia haki ya wanao waliokamatwa na polisi kwa madai ya kupanga uharibifu katika shule hiyo. Na kwa mujibu wa wazazi hao, vijana hao watano walitaka kusherekea kumaliza mtihani wa kidato cha 4, jambo ambalo usimamizi wa shule haukukubaliana nalo. Wazazi waliofika katika kituo cha polisi mjini Kitale walalamikia adhabu hiyo wanayodai kwamba iliwapata wanao bila wao wenyewe kujulishwa, wakisema kwamba hawangepaswa kulala kituoni kwa madai tu. Tumpate Yugen Nambeka na mengi. Wazazi hao wenye ghadhabu walijipata katika njia panda nje ya kituo cha polisi mjini Kitale baada ya kujulishwa kuwa wanao waliokuwa wamefika kuwachukua shuleni baada ya kukamilisha mtihani wa KCSE hawakuwa shuleni humo. Ni baada ya kuuliza maswali ndipo wakaelezwa kuwa vijana hao walikamatwa kwa madai ya kupanga njama ya kuharibu shule. Nilipofika hapo nikaongea na mwalimu principal, ambaye nimekuja kuchukua mtoto wangu amaliza mtihani niende naye nyumbani. Akaniambia niende umpate wapi police station. Nataka kuuliza huyu principal, yeye kweli ni mama, uchukue mtoto wa mtu umpeleke police station, haupigi mzazi wake simu, mzazi anangoja mtoto anarudi, na hii Kenya yetu imeharibika. Ikuje kwa kama ya Albert Ojwang, nitafanya nini? Wazazi hao walilalamika kuwa wanafunzi hao walikamatwa kwa sababu tu ya madai eti walipanga kuharibu shule, kisa kunyimwa ruhusa ya kuandaa sherehe za kukamilisha masomo ya sekondari, wakidai kuwa haki za wanao pia zilikiukwa. So far wako wamebukiwa, walikuwa wameweka hapo ndani, na shida ni yenye msemo wako hapo ndani is just allegation kwamba walikuwa wanakusudia. Kwanza mimi mtoto wangu kwa asthmatic, sijui kama alilala vizuri. Mtihani walikuwa wameenda without sweaters, hivyo ndo walishikwa wakitoka na wamekuja wamelazwa huku ndani. Juhudi za kumpata mwalimu mkuu wa shule hiyo Bi Agnes Chebosi hazikufua dafu, akituelekeza kwa afisa wa elimu kaunti ndogo ya Saboti. Hata hivyo, mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa shule hiyo Titus Kilong aliyefika kituoni alielezea kujutia kisa hicho, akitaka uchunguzi ufanyike kubaini ukweli, huku akiwatuliza wazazi hao wenye ghadhabu. Unfortunately, watoto wamespend kwa sale. The matter is being handled. I can rest assure you kwamba we are going to resolve it amicably and we regret highly for what took place. Wazazi wa wanafunzi hao wamekashifu kitendo hicho, polisi wakisema uchunguzi umeanzishwa kutambua yaliyojiri. Hata hivyo, utovu wa nidhamu na mvutano baina ya usimamizi wa shule na wanafunzi umekuwa ukishuhudiwa nchini. Shule ya wavulana ya Litei ikiharibiwa na kuteketezwa na wanafunzi mnamo Septemba. Yugen Nambeka, NTV. Asante Nambeka. Tuingie sasa katika masuala ya uongozi.